Mwezi wa 7 mwaka 2017, mimi wako Lofty Matambo. Tumekuandalia mengi kabisa, taarifa tulizozipa kipaumbele siku ya leo, na vile vile usisahau katika swala nyeti hii leo tutakuwa tunaangazia mkurupuko wa kipindupindu nchini Kenya na haswa hapa jijini Nairobi. Kumbuka ni wiki iliyopita tu kuliripotiwa mkurupuko huo jijini Nairobi, na hatuwezi kupatia mkurupuko huo jicho la upofu. Ndio maana tutakuwa tunajadili mjadala huu katika muda usio mrefu. Mengi ambayo tumekuandalia mtazamaji, karibu tazama vidokezo. Rais Kenyatta na Raila Odinga wajiondoa kwenye mdahalo wa wagombea urais, huku Abdu Badida akienda kortini kulalamika. Kundi la waangalizi wa uchaguzi laelezea wasiwasi na sajili ya wapiga kura iliyotolewa na tume ya IEBC. Na kwenye swala nyeti leo, mazungumzo yetu yajikita kwenye mkurupuko wa kipindupindu. Karibu tena mtazamaji. Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa muungano wa NASA Raila Odinga wamesema hawatashiriki mdahalo wa urais uliopangiwa kuandaliwa na vyombo vya habari. Kwa mujibu wa afisi ya chama cha Jubilee na ile ya NASA, wagombeaji hao hawako tayari kushiriki mdahalo huo unaotarajiwa kuanza Jumatatu ijayo, kwa kile wanachokisema kama mfumo wa midahalo huo kutokuwa sawa. Hata hivyo, kwa mujibu wa waandalizi wakiwemo The Debates Media Limited na vyombo vya habari nchini, wawili hao walikuwa na ujumbe huo mapema mno. Wakati huo huo, mgombea urais mwingine Abdu Badida amefika kortini kulalamika maandalizi ya mdahalo huo. Uamuzi unatarajiwa kutolewa na korti Ijumaa hii. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imekosolewa kwa kukosa kuwa na uwazi katika kuhakikisha kwamba wanafahamu yaliyo kwenye sajili ya wapiga kura baada ya kusafishwa kwa sajili hiyo. Kundi la waangalizi wa uchaguzi ELOG limeitaka kujua hatma ya wapiga kura walioorodheshwa kuwa na dosari mbalimbali kwenye sajili hiyo. Aidha, wamekashifu tepetevu katika kutoa elimu ya umma kuhusu upigaji kura. The LTOs also reported that public officials often went to campaign in violation of the Elections Act. Case in point was reported recently in parts of Mathira, Othaya and Tetu constituencies where the chiefs and the sub-chiefs have been linked with campaigns for the Jubilee Party. Na pia tunaangalia kwamba kuna uharibifu wa mabango ya wanaopigania siasa, na tumeambiwa pia sehemu za Kitutu, Masaba, Kisii kuna mabango yanapasuliwa huko. Na kusema kweli, hii ndiyo habari tuliyoipata ambayo ndio kifupi tu. Na mtazamaji, tukirejelea ile taarifa ambayo tumeipatia uzito haswa siku ya leo kuhusiana na mdahalo wa wagombea urais, Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa muungano wa NASA Raila Odinga wamesema kwamba hawatashiriki mdahalo wa urais uliopangiwa kuandaliwa na vyombo vya habari. Kwa mujibu wa afisi za chama cha Jubilee na ile ya NASA, wagombeaji hao hawako tayari kushiriki mdahalo huo wakitaja ambao unatarajiwa kufanyika Jumatatu ijayo, kwa kile wanachokisema kwamba mfumo ama mpangilio duni. Hata hivyo, kwa mujibu wa waandalizi wakiwemo The Debates Media Limited na vyombo vya habari nchini, wawili hao walikuwa na ujumbe huo mapema mno kuhusu mipangilio hiyo. Wakati huo huo, mgombea urais mwingine kwa jina Abdu Badida amefika kortini kulalamikia maandalizi hayo. Uamuzi wa koti kuhusiana na kesi ya Dida unatarajiwa kutolewa Ijumaa hii. Na kwa mujibu wa taarifa hii, basi tunaungana na naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee ambaye vile vile pia ni mshauri wa karibu sana wa Rais Uhuru Kenyatta na vile vile chama cha Jubilee, ambaye ni David Murathe, akiwa katika studio zetu za I&M. Iwapo unanipata Bwana Murathe, hujambo? Jambo bwana. Salama kabisa, karibu kwenye jukwaa la KTN. Na kama ulivyoipata taarifa yetu, kwa nini mgombea wenu wa urais Uhuru Kenyatta hayuko tayari kushiriki mdahalo huu? Kwanza kabisa, hawa wanaoandaa hii taarifa, naam, walianza kutangaza hii mjadala hata kabla ya kushauriana na rais, kushauriana na chama na wale watu wanaohusika
na mpangilio ya diary na agenda ya rais. Ya pili, wanataka kujumuisha wagombea kama 8. Naam. Wagombea 8 hata ukiwapatia saa 1:30 kila mtu ni dakika 10. Unataka kuniambia kwamba rais anaweza kusimama hapo kwa dakika 70 akisikiza watu wengine 7? Na hiyo haiwezekani. La tatu, Naam. kusema itakuwa ni wawili peke yao ambao wataenda kwa hii mjadala, pia itakeuka sheria kwa sababu hawa wengine wote ni wagombeaji pia. Naam. Na ndio umetangaza saa hii kwamba watakuwa kotini. Na koti tunagojea uamuzi wake Ijumaa. Naam. Kwa hivyo maandalizi ya hii mjadala sio kamili. Sio kamili. Naam, umezungumza vizuri sana kwamba kwanza mnahofia kwamba wakiwekwa wote 8 kutakuwa na shida ya kupata fursa kujieleza. Pili, kivyangu ukajirudie na kujipinga tena kwamba wakiwekwa wawili kando na wale wengine waliobakia 6 kando bado kuna sheria inakiukwa. Kwa hivyo unatetea upande gani? Manake kulingana na maandalizi ya mpango huu ni kwamba kama ulivyosema kutakuwa na kundi la kwanza, manake kuna tarehe 10, tarehe 17 na vile vile tarehe 24 ambao mjadala huu utafanyika. Kwa hivyo kila mtu amepangiwa muda wake. Kwa nini unajikanganya? Vile tunaelewa sivyo wewe unaielewa. Hiyo tarehe 10 wamesema itakuwa grupu 2. Naam. Moja ya wasita na wengine ya wawili. Na itakuwa debate ya kwanza. Alafu watafanya debate ya pili tarehe 24. Hiyo ya 17 ni ya manaibu wa gombeaji wa rais. Tunaelewana? Aidha koti litaamua Friday. Na wakiamua kutakuwa sasa, ikiwa watasema hatuwezi kukeuka rights za hawa wengine 6, si kumaanisha tutakuwa wote 8 kwa hiyo mjadala. Kwa hivyo mnasubiri koti liamue ama tayari mshaamua? Sisi tumeamua. Kuna njia nyingi sana ya rais kuongea na Wakenya. Anaweza kujibu maswali ya Wakenya, tunaweza kufanya town hall, tunaweza kufanya forums, watu wamuulize maswali, ma-TV wakitaka kukava wanaweza kukava. Sio lazima ikue debate kama ile tuliona juzi ya watu wanarushiana maneno hii ya county ya Nairobi. Hakuna mtu alipata nafasi hata ya kusema mwongozo wake ama sera zao. Ilikuwa ni kitu ya matusi. Na Bwana Murathe, kumekuwa sasa hiyo rais hawezi kushuka kwa hiyo level. Lakini hajafika. Naam, lakini kama unavyosema, hata hivyo mpango huu ulianza kupangwa mwezi Mei na ukatangazwa mapema, na kwa mujibu wa hawa waandalizi The Debates Media Limited, manake leo tumekuwa nao, ni kwamba kumekuwa na mazungumzo na vile vile mawasiliano ambao hata kufikia sasa tayari kinajulikana chumba cha rais kitakuwa kipi katika ile eneo ambalo mdahalo utafanyika. Mbona tena ni kama mnasema maandalizi hayakufanyika vilivyo? Mbona hamkujibu mapema kwamba hamko tayari hadi hivi karibuni? Mimi sielewi waliongea na nani, lakini naweza kukuhakikishia hawajaongea na rais. Naam. Na ni muhimu kwa mambo kama haya wapate kikao na rais so that they waweza kuongea hata the rules of engagement, kwa sababu kuna watu wengine wanakuja tu kutoa maneno hapo ya kujipatia point ambayo hayana maana kwa Wakenya. Wagombeaji hawana maana kwa Wakenya. Kama wamepata Bwana Murathe, kama nimekusikia vizuri huko kutupiana maneno. Naam. Nasema watu wakienda kurushiana maneno kama yale tuliona Jumapili. Naam. Haina maana kwa Wakenya. Hayo maneno. Wakenya wanataka kujua sera zako ni gani, utawafanyia nini, na mpangilio wako ni wa aina gani. Lakini ukiwa na watu 8, mtu hawezi hata kujieleza vizuri ni kazi gani atatendea Wakenya kwa dakika hiyo chache 5. Inafaa wawe na wakati mzuri wa kuongea
na wawe wameelewana kwamba hakuna matusi na hakuna uongo. Kuna wengine siku hizi wanaongeaga maneno ya uongo tu bila kubainisha yale wanaongea kama ni ya kweli. Naam. Unataka tupatie watu nafasi ya kwenda kutoa hilo mambo yao wanatoaga ya Eurobond, alafu mtu akiulizwa aende kwa EACC anakataa, aende bunge anakataa, akiitwa treasury anakataa. Lakini akienda kwa uwanja anaendelea kuongea maneno Eurobond ni wizi. Aha. Hiyo itawezekana namna gani? Na Bwana Murathe, baadhi ya Wakenya wanasema kwamba pengine katika chama cha Jubilee pamoja na Rais Uhuru Kenyatta mmeogopa kuwajibika, ndio maana hamtaki kwenda katika ule mdahalo, ama rais hataenda kwa ule mdahalo ili maswali kama unavyosema akikosa kuyajibu awe basi ameyaepuka mapema kabla kufika. Mnaogopa? Wewe unajua rais hawezi kuwa anaogopa debate na mtu kama Raila. In fact sisi ndio tungetaka sana wakuwe kwa hiyo debate, ili hiyo mambo mingi wamekuwa wakiongea hadharani kwa campaign. Naam. Iwekwe wazi. Na mbona mwakataa? Kwa sababu rais hana kitu ya kuficha. Sisi tumesema hatuwezi kuingia mjadala ambao mpangilio wake hautawezesha rais kuwasiliana na Wakenya vizuri vilivyo, ili awaeleze sera zake na yale mambo amewapangia kuwafanyia. Naam. Na tukimalizia haiwezekani. Hata hao waandalizi si wanasema, wacha tuongee. Hata hao wenyewe waandalizi wamesema wana njama ya kupunguza hii wengine sijui 6 ambao ni wafifu na hawa wawili vigogo. Na kuuliza wamejuaje ni nani anaweza kuingia kwa hiyo ya top debate, top tier na hii nyingine ya chini. Ama wanafuata ile opinion polls za Abidho. Haya, tuachane na kura za maoni. Tukimalizia, je, iwapo mpangilio utarekebishwa kutoka sasa hadi Jumapili, muda uongezwe ziwe hata saa 3 na kadhalika, rais atakuja ama msimamo wenu bado hatakuja? Ni muhimu na ni lazima wakuwe na kikao na rais. Naam. Wajadiliane mpangilio. Hata Raila Odinga mwenyewe amesema leo kwamba hiyo format ya hiyo mjadala hata yeye haridhishwi nayo. Kwa hivyo ni vizuri kukuwe na hiyo kikao na watu waelewane kwamba itasaidia Wakenya na itakuwa kwa manufaa ya Wakenya, kwa sababu kama haiwezekani hiyo hakutakuwa mjadala. Kwa hivyo bado kuna matumaini, bado kuna matumaini. Itategemea wao. Asante. Shukran sana Bwana David Murathe. Huyo ni naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee na vile vile mshauri wa chama hicho, na hivyo hivyo mshauri wa Rais Uhuru Kenyatta, tukizungumza kuhusu ni kwa nini Rais Uhuru Kenyatta pamoja na mpeperushaji bendera ya urais wa NASA hawako tayari kuhudhuria. Tutaona kutakwenda namna gani. Tukisonga mbele, mtazamaji, wazee walio na umri wa miaka 70 na zaidi sasa watapokea mgao zaidi wa pesa kutoka kwa serikali pamoja na bima ya afya ya bure baada ya mradi huo kuzinduliwa rasmi hii leo. Akizindua mradi huo, waziri wa ustawishaji, Jumuiya ya Afrika Mashariki na masuala ya kijamii Phyllis Kandie amesema kwamba hii ni katika juhudi za serikali kuwalinda wazee. Hatua hii imejiri mwezi mmoja tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kuongezwa kwa mgao huo ulipoanza ama ilipofanywa sherehe ya madaraka mjini Nyeri. Wenye wamefikisha hiyo miaka 70 wakuje wajiandikishe ili wapate hiyo pesa kama wengine. Na kwa sababu ya hiyo niko hapa leo kuanzisha hiyo program. Tosho Guka wale wamefika 70 sasa wanapata pesa kwa serikali. Juu yake mnapata NHIF. Hiyo ni ya hospitali. Unaenda hospitali haulipi. Naam, asante sana mtazamaji, na kwa taarifa hiyo ya wazee kufaidi kutoka kwa serikali hii ya Jubilee, naomba nimeze mate kidogo, lakini usiondoke, taarifa bado zipo na mjadala. Usiende mbali. This is KTN News. Mkia mamili na Coca-Cola. Kwa majina naitwa Arnold Kipkemboi Serone.